Simba na Yanga zimerejea nchini kutoka huko zilipokuwa, Yanga ikirejea kutoka Malawi, lakini Simba ikirejea kutoka Eswatini ilipokuwa ikicheza dhidi ya wale ambao walikuwa wanamenyana nao katika mchezo huo, na Simba kuweza kupata ushindi wa magoli 3-0. Walikuwa ni moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ukitazamwa kwa jicho la pekee zaidi. Sasa leo tuna vingi ambavyo tunaenda kuvitazama baada ya timu hizo zote kurejea, nini ambacho kitafanyika wakati Yanga ikiendeleza kampeni yake dhidi ya Silver Strikers. Nini ambacho kitaenda kujiri katika mchezo huo wakati Simba ikiwa na ushindi mnono kabisa dhidi ya Nsingizini. Hayo yote utaenda kuyapata kupitia kipindi cha Viwanjani, lakini Azam wenyewe kampeni yao walianza vizuri zaidi wakicheza katika mchezo wao dhidi ya KMKM ya kule Unguja ama Zanzibar, mchezo ukichezwa katika uwanja wa Amani. Leo ligi kuu ya NBC inaendelea, mchezo mmoja unapigwa. Mbeya City watakuwa wakicheza dhidi ya Tanzania Prisons. Hii ni derby ya Mbeya ambayo imehamia katika jiji la Dar es Salaam, ikichezwa kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam majira ya saa 10. Utaenda kushuhudia mchezo huo ambao utakuwa ni uvuta ni kuvuta. Nini ambacho kitajiri wakati Mbeya City wakiwa wapo kileleni, alama 7 zipo katika kibino chao mpaka sasa hivi, na wamecheza michezo 4. Leo wanaenda kucheza mchezo wa 5 wakishinda michezo 2, lakini sare ni mchezo mmoja na wakipoteza mchezo mmoja. Baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania Viwanjani inaunguruma kutoka Tabata JT Dar es Salaam. Mimi Sore nipo sambamba na Michael Eras, lakini pia yupo hapo Andrew Kinga Mkono. Tutakuwa tunazungumza mengi kutokea hapa kuhakikisha kwamba unapata ufafanuzi wa kila ambacho kinajiri hapa na unaelewa kwa lugha rahisi zaidi kwa ya kichambuzi. Hivyo tunaomba uwe nasi mpaka tamati ya matangazo haya. Andrew Kinga Mkono, Michael, mko shwari? Tuko shwari. Naomba naenda. Safi kabisa. Vizuri. Michael, uko vizuri? Uko vizuri? Nashukuru Mungu niko vizuri sana. Mambo yako vizuri? Mambo yanaenda mzee wangu. Hayaendi. Yanaenda shehe. Wewe tu ndio uendi. Mimi najua hayaendi kwa sababu utaki watu wajue hayaendi. Mimi niko vizuri. Inabidi ukubali tu mambo hayaendi. Mimi anaenda. Hayaendi. Wewe mimi? Hayaendi. Sasa usisemee moyo wake. Hata unani? Namjua. Namjua mambo hayaendi. Mambo yanaenda. Mambo hayaendi. Leo ndo kwanza tarehe 21. Kwa mambo yasiende. 21 mambo yanaenda. Sio unaona katulia. Namjua. Mambo yanaenda. Hayaendi. Mimi niko vizuri. Uko vizuri? Hakuna sehemu na kwamba nakwambia. Unasikiaje sasa? Najisikia vizuri. Nasikia vizuri. Najisikia vizuri kwa sehemu hii. Wewe unakumbuka hekeka zake hapo? Moja kati ya eneo langu ambalo lina historia kubwa sana wakati Viwanjani tunairudisha. Ndio. Tulirudisha katika eneo hili. Ndio. Ilikuwa ni siku moja ngumu sana, lakini ilikuwa sehemu ya ile siku. Ilikuwa hapo. Karibu sana. Kinga Mkono, karibu. Asante. Kuna mengi sana leo tutaenda kuiangalia, ikiwemo dabi ya Mbeya ambayo inachezwa kwenye uwanja wa KMC Complex majira ya saa 10. Kwa hiyo kutakuwa na vitu vingi sana vya kutazama katika mchezo huo ambao pia utakuwa na mengi ya kuangalia, lakini Yanga nayo imerejea, Simba wamerejea. Tayari hiyo timu zikisharejea nchini zinaanza hapo maandalizi ya mechi zinazofuata, kwa maana kwenye ligi ya mabingwa, lakini pia kwenye kombe la shirikisho. Zile timu zote zilizokuwa nje sasa zimesharejea. Hivi Azam wamerejea kutoka nje? Azam walikuwa nje. Wamerejea Dar es Salaam. Wamerejea. Ingia pale muonyeshe nani? Kitambulisho. Kwa wamesharejea sasa hivi. Cha mkazi au kitambulisho cha au kitambulisho cha taifa. Singida nao pia walikuwa nje ya nchi au nchi jirani. Sababu kuna nje ya nchi na nchi jirani. Azam walikuwa humu ndani. Singida walikuwa nchi jirani. Na Yanga pia walikuwa nchi jirani. Simba kwa nje ya nchi. Swatini nje ya nchi. Ujue Swatini kote imezungukwa na Afrika Kusini. Yaani ni nchi ndani ya nchi. Kwa hiyo ukiwa Afrika Kusini uko nje ya nchi au uko nchi jirani? Inategemeana na umeenda South Africa au Afrika Kusini. Basi umetuma. Kwa mfano Rashid alikuwa anakaa Afrika Kusini. Afrika Kusini ndio maana karudi. Rashid Messi alikuwa anakaa Afrika Kusini. Ajeenda South Africa. Sawa. Alikuwa anakaa South Africa, Rashid asingekuwa Dar. Sawa. Kwa hiyo mambo yako hivyo, lakini nikumbushe tu kwamba matukio makubwa ambayo yanaenda kufanyika hivi karibuni kupitia channel za Azam TV ni matukio ya kimichezo ambayo tutaenda kuyashuhudia. Kwa mfano leo tutashuhudia mchezo kati ya Mbeya City dhidi ya Tanzania Prisons. Mchezo huo utachezwa majira ya saa 10 kamili za jioni na utashuhudia kupitia Azam Sports 1 HD. Uchambuzi utaanza majira ya saa 9 kamili za mchana. Lakini kesho TRA United itakuwa inacheza dhidi ya Mashujaa. Mchezo huu unachezwa majira ya saa 10 za jioni na utakuwa ni mchezo ambao utakuwa ni mbashara. Lakini hapo kesho tutashuhudia mchezo kati ya Coastal Union dhidi ya Fountain Gate ukichezwa majira ya saa
1 kamili za usiku. Mchezo huu utakuwa live kupitia Azam Sports 1 HD na utachezwa kwenye uwanja wa CCM Kokwani pale Tanga. Lakini mchezo mwingine utakuwa unaihusisha Dodoma Jiji dhidi ya Mtibwa Sugar. Mchezo ambao utachezwa majira ya saa 3 kamili za usiku katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Tutashuhudia kipute hicho cha ligi kuu ya NBC kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Mtibwa Sugar ambao mchezo uliopita walitoka suluhu. Lakini tutaangalia mchezo mwingine ambao utakutanisha Azam FC dhidi ya KMKM. Huu mchezo utachezwa Oktoba 24. Utakuwa ni mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mchezo huu utachezwa saa 11 jioni katika dimba la Azam Complex Chamazi. Mchezo mwingine ambao utakutanisha Singida dhidi ya Flambeau. Mchezo huu utachezwa majira ya saa 1 za usiku, ni kombe la shirikisho barani Afrika. Hii ikiwa ni Oktoba 25. Lakini Oktoba 25 ligi ya mabingwa barani Afrika itarindima wakati Young Africans watakuwa wanacheza dhidi ya Silver Strikers. Mchezo huu utakuwa unachezwa majira ya saa 11 kamili za jioni na utakuwa live pia kupitia channel zetu. Lakini Oktoba 26 Simba dhidi ya Nsingizini, mchezo kuchezwa Benjamin Mkapa Dar es Salaam saa 10 za jioni. Utaenda kushuhudia mchezo huu ambao utakuwa wa kutafuta pia nafasi ya kufuzu hatua ya makundi. Lakini unakumbuka Ahmed Ali amesema kwamba huu mchezo unaanza 0-0 kwa sababu yale mabao matatu ambao waliyapata kule ni mabao ya mashabiki ambao walihudhuria mchezo huo, kwa maana mashabiki ambao walihudhuria mchezo uliochezwa kule Eswatini. Mashabiki wa Dar es Salaam wana magoli yao. Hivyo ndio maana mechi itaanza 0-0 kwa mujibu wa maelezo ya Ahmed Ali. Lakini tutashuhudia mchezo mwingine hiyo Oktoba 26 itakuwa ni mechi kubwa. Moja kati ya mechi ambayo itavuta hisia za watu ni kati ya Real Madrid dhidi ya Barcelona, mchezo ambao utachezwa majira saa 12:15 za jioni. Utakuwa live kupitia Azam TV. Kumbuka Azam TV na kuonesha ligi kubwa ambazo unaweza pia ukaangalia wachezaji ambao wanafanya vizuri kwa sasa hivi duniani, kwa maana ya La Liga, Bundesliga, lakini pia Serie A pale nchini Italia unazishuhudia, bila kusahau ligi ya Kenya FKF, lakini pia Saudi Arabia unashuhudia ligi yake. ZBC huwa inakuletea mitanange mbalimbali kutoka ligi ya Zanzibar. Na hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo. Tunaanza rasmi kuangalia yale ambayo tunayo. Naam, kikosi cha Young Africans kimerejea nchini na kuanza maandalizi kabla ya kurudiana na Silver Strikers baada ya kupoteza mchezo wa kwanza kwa goli 1-0. Hivyo Young Africans wanahitaji ushindi wa tofauti ya magoli mawili ili waweze kusonga mbele katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mabingwa wa Tanzania Young Africans wamerejea nchini jana usiku wakitokea Malawi walikopoteza mchezo huo kwa bao 1-0 dhidi ya Silver Strikers katika ligi ya mabingwa Afrika. Young Africans inahitaji ushindi tofauti ya magoli mawili ili kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 3 mfululizo. Kikosi cha Young Africans kitakuwa chini ya kocha msaidizi Patrick Mabedi katika maandalizi kuelekea mchezo huo wa marudiano siku ya Jumamosi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Habari njema kwa wananchi ni kurejea kwa striker raia wa Zimbabwe Prince Dube. Alianza mazoezi hapo jana huku Clement Mzize akitarajiwa kupona majeraha yake kabla ya mchezo huo wa marudiano. Hii ni taarifa ambayo unaweza kushuhudia pia kikosi cha Yanga wakati kinarejea kutoka Malawi. Lakini hapo kuna bendera hapo kuna mashabiki walikutana. Kuna mashabiki ambao wanapokea timu yao kutoka Eswatini, si ndio? Hao wamejichanganya huko, wamesalimiana. Watasalimiana. Kweli wamesalimiana. Kila uwezo kwa na uadui wa namna hiyo. Au mtu anaweza kumuibia, si wanaibiana airport. Au mtu anaweza kumuibia mtu airport. Wizi wa hivyo hawezi kufanya. Na daktari anasalimiana nani hapo? Mbona kama wazungu? Pasi milioni anasalimiana na meneja wa zamani Hafidh. Wamezungumza. Hao hapo wanasalimiana vizuri kabisa. Mashabiki Yanga sioni bwana. Linaweza likawa ni moja kati ya tukio ambalo linaweza likawa lina yanatokea kwa nadra sana kuona hizi timu zipo katika eneo moja na hazichezi, yani zote zimekutana katika eneo moja kama ambavyo zimekutana kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere wakati zinarudi. Mmoja anatoka Afrika Kusini, mmoja anatoka nchini. Mmoja anatoka Simba walitokea Afrika Kusini kwa sababu walitoka Eswatini, ndege ya kuunganisha kurudi huko ikawa inatokea pale Afrika Kusini. Sawa. Tuzungumze kurejea kwa Young Africans, kurejea kwa Simba tutaangalia baadaye. Tuzungumze kurejea kwa Young Africans wakati huu maandalizi ya mechi inayofuata yameendelea kutiwa chachu kuhakikisha kwamba Young Africans msimu wa 3, msimu wa 4 wanacheza makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Michael, ni rahisi kiasi gani kwa Yanga kukabiliana na hali hii? Japo imeshakuwa katika nyakati kama hizi kuhitaji ushindi kwa lazima ili waweze kuingia katika hatua nzuri zaidi ya ligi ya mabingwa au makombe lolote lile ambalo wanahitaji nalo. Nafikiri kwa Yanga inaweza ikawa inawapa muda wa kujiandaa kwa haraka zaidi kuelekea kwenye mechi dhidi ya Silver Strikers, kwa sababu
tayari kwenye mchezo wa kwanza ambao wamecheza ugenini wao wamepoteza kwa goli 1-0. Maana yake ni kwamba wanavurudi kwenye mechi ya pili kwao ni must win game. Hawana kitu kingine chochote ambacho wanaweza kukipata na kikawavusha kwenda kwenye hatua inayofuata zaidi ya kupata ushindi ambao kwenye aggregate tutakuja kujumlisha utapata wao wakiwa na advantage zaidi kuliko Silver Strikers. Na kwa Yanga inaweza ikawa ni kampeni nyingine ya tofauti. Umeizungumzia misimu 3-4 ambayo Yanga amecheza kwenye michuano ya ligi ya mabingwa. Huu ndio msimu ambao Yanga unaweza kusema katika hatua hizi amekutana na challenge ya tofauti na vile ambavyo ilikuwa huko nyuma katika kampeni yake ya kutafuta hatua ya makundi. Kuna kipindi alicheza na Al-Merreikh kama nakumbuka, ambao kuna mechi alicheza ilikuwa Rwanda, then wakaja kurudia Chamazi, Yanga akatoboa akaenda kwenye hatua inayofuata. Haikuwa na pressure hivyo kwa sababu hata mechi ya kwanza Yanga ilipata ushindi. Msimu uliopita pia Yanga anacheza dhidi ya Vitalo ya Burundi. Unakumbuka kile ambacho Yanga alikifanya wakati anaenda kucheza kule, na amerudi Chamazi pia ikawa ni one way, wanaenda wanafuzu kwenda. Msimu uliopita Vitalo walitumia uwanja wa Chamazi kwenye mechi zote mbili. Walitumia zote hapo. Kwa hakuwa na hizo ekaeka kwamba tuna muda wa kujiuliza next game tunaenda kwa approach ya namna gani. Lakini msimu huu imekuwa ni challenge ya tofauti kidogo kwa sababu hawa wapinzani ambao wamekutana nao kwanza kimazingira wameambia tuje tucheze kwetu. Wameenda Malawi, wamecheza mechi yao, na isivyo bahati ni kwamba katika kipindi ambacho Yanga ametoka kwenda kucheza mechi ya away 100%, yani ile msimu hiyo miwili tunaizungumzia ilikuwa ni away ambao nasema ni kama away afu kila mtu yupo, yani mgeni naye pia hafili yuko neutral ground. Yes, yuko neutral ground. Lakini hii ilienda kuwa mechi ambayo Yanga alienda kufeel haswa ule ugeni wa kucheza kwenye ardhi ya mpinzani wako, na walipata ile joto kwamba hapa kweli nipo ugenini. Na isiwe bahati kwa Yanga ni kwamba kwenye mechi ya namna hiyo wameenda kupoteza kwa goli 1-0 dhidi ya Silver Strikers. Tafsiri yake ni kwamba pressure ambayo wako nayo na maandalizi ambayo watakuwa nayo kuelekea kwenye mechi dhidi ya Silver Strikers itakuwa ni tofauti kwa sababu wao wanaingia kwenye mechi wakiwa na mguu mmoja nyuma, wenzao na mguu mmoja mbele ambao wameshatangulia. Sasa ili kubalance kwanza kurudisha miguu yote iwe sawa, tuanze moja kwenda kuitafuta safari ya makundi, itakuwa ni story nyingine. Silver Strikers inawezekana kwenye historia na kwenye kumbukizi zote utakavyoenda kuangalia, hauioni kama ni timu ambayo imeshawahi kufanikiwa kwenda kwenye hizo hatua kubwa za makundi. Yanga tayari imeshafanikiwa kwenda kwenye hizo hatua za makundi. Katika hali ya kawaida pressure inakuwa ni kubwa zaidi kwa hii timu ambayo imeshawahi kufanikiwa mara kadhaa kwenda kwenye hatua makundi kuliko hii timu ambayo yenyewe kila kitu ambacho kinatokea mbele yao inakuwa ni kama extra. Yaani kuna timu ambazo zinashiriki michuano ya ligi ya mabingwa, kila jambo likitokea kwao linakuwa kama ni extra. Yaani kwanza kushiriki pengine tuwe michuano yenyewe inakuwa ni surprise. Kwa mfano Silver Strikers inawezekana kwenye misimu ya nyuma labda walikuwa ni Nyasa Big Bullets, wanaenda kuwakilisha Malawi kwenye michuano ya kimataifa. Lakini wao wamepata hiyo nafasi msimu huu. Sasa wamevuka kwenye hatua ya awali ile ya kwanza, wanaenda kwenye hatua ya pili, wanacheza na Yanga, wameshinda kwenye mechi ya kwanza nyumbani. Wanaona kumbe inawezekana tukaenda tena kwenye hatua ya juu zaidi kuliko ambavyo tulikuwa nafikiria pengine tungesha kwenye zile hatua za mwanzo. Kwa wao wanaweza kawa hawana pressure kubwa sana kwenye mechi ambayo wanakwenda kucheza. Lakini Yanga tayari wameanza kujitofautisha na timu nyingi za Afrika, kwamba Young Africans unavyoizungumza unaizungumza kama moja kati ya timu ambazo utakutana nazo hatua ya makundi. Utakutana nazo kwenye hatua ya makundi huko. Na utakutana nazo kwenye hatua ya makundi, sio kwamba ukikutana na Yanga kwenye hatua ya makundi unakutana na timu changa kwenye mashindano. Unakutana na timu ambayo tayari kwenye level hiyo imeshacheza, ina wachezaji ambao wana daraja hilo. Yaani daraja la ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya makundi, na pengine hata wakati mwingine wanasema kwa jinsi ambavyo Yanga amecheza walikuwa wanatakiwa kuvuka hata hatua ya makundi kwenda kwenye hatua ya mbele zaidi. Kwa jinsi ambavyo Yanga amecheza ilikuwa inatakiwa kupata zaidi ya hiki ambacho anakipata uwanjani kuliko kwa Silver Strikers. Kwa hiyo nafikiri kuelekea kwenye mechi ya marejano, kiachilia mali mambo yote, nafikiri kwa Yanga inaweza kuwa ni pressure zaidi kwa sababu ya kile ambacho akipata kwenye matokeo yaliyopita, mpinzani ambao anakutana naye, lakini historically wao wanaweza kawa wanatafuta kupata heshima kubwa zaidi kuliko Silver Strikers. Andrew Kinga Mkono, so margin ya magoli mengi kwa maana goli moja ambalo Silver Strikers wanalo mpaka sasa, lakini wamelivuna wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo wanakuja kwenye uwanja wa ugenini kucheza dhidi ya Young Africans. Patrick Mabedi akiwa na kikosi cha Young Africans, hii itakuwa ni mechi yake ya pili, atakuwa kwenye benchi la Young Africans. Ni mtu kutoka huko ambapo wanatoka Silver Strikers kwa maana ya Malawi. Unamuona anakuja na mpango wa moja kwa moja kuibadilisha timu, ama kuna kitu gani atakitumia? Kwa sababu haitotosha kujua kwamba kocha alikuwa anatumia mbinu zipi mara nyingi.
kwa sababu amekaa kwenye mechi moja, lakini pia nini ambacho unahisi kwamba benchi la ufundi la Young Africans litafanya kuhakikisha kwamba huu mchezo haumuelemei Patrick Mabedi, lakini pia hauelemei Young Africans? Ni mechi ngumu kwa Yanga kwa sababu kocha Patrick Mabedi kwanza ana jukumu la kulivunja basi la Silver Striker. Unajua Silver Striker walicheza katika mchezo wao wa kwanza nyumbani, waliwapa heshima na style Yanga. Wakaweka basi lao vizuri na mpango wao ulikuwa mzuri. Walikuwa wanashambulia pale tu tutapokuwa na mpira ndio tunakwenda kwa Yanga. Tunapokuwa na mpira ndio tunatumia madhaifu ya Yanga. Na ndio maana Yanga ikaonekana na mapungufu mengi sana kwenye ule mchezo kwa sababu Silver Striker walikuwa bora kwenye kuamua kipindi ambacho wanakuwa na mpira kwamba sasa tunapita kulia na viungo wao walicheza. Kwa hiyo Patrick Mabedi kwanza jambo lake la kwanza atakuwa na wajibu wa kuhakikisha kwanza viungo Chizi Vunga na wenzake wasicheze mpira, wasitembee na mpira. Hilo ndio jukumu lake la kwanza, kuwafanya Silver Striker pale katikati wanapokuwa wakipata mpira wasikae na ule mpira muda mrefu, kwa sababu waliwakosa Yanga mara nyingi, acha ile goli tu, lakini walionekana kila wakiwa na mpira wanafika golini kwa Yanga. Kwa hiyo hicho cha kwanza, safu ya kiungo ya Yanga lazima yaimarishe kama anataka matokeo. Na kuimarisha safu ya kiungo ya Yanga ina maana kwamba sasa unataka kutengeneza nafasi nyingi za kufunga na washambuliaji au viungo wazitumie nafasi hizo. Tuliona kwenye mechi iliyopita walipata nafasi kadhaa lakini walikosa. Kipa George Chikoka yule alikuwa kikwazo kwao. Na ni kipa bora kweli, na kipa msimu uliopita kwa ndo mchezaji bora wa ligi ya Malawi. Kwa hiyo ameonyesha uwezo wake, ni mrefu, anajua kuruka, anajua kujipanga, anajua kuipanga safu yake ya ulinzi. Maana kipa anakuwa bora jinsi gani anaweza kuwapanga mabeki wake, kwa sababu wale ndio watu wa kwanza wa kumsaidia kuzuia. Kwa hiyo ile safu ya ulinzi ya Silver Striker ilionekana kuwa yana umakini wa kiwango cha juu katika dakika zote za mchezo. Mara chache sana ambao walipotea. Kwa hiyo kwenye mechi hii kwanza wana goli moja mkononi. Wanajua tukipata sare ya moja inatupeleka. Tukipata suluhu kwetu nzuri zaidi. Tuna goli letu la nyumbani. Hata kwenye mechi yao iliyopita na wao walivuka hivi kwa suluhu, wakaenda goli la nyumbani likawapa na faida, wakaondoka. Kwa hiyo ni watu ambao wanajua namna gani ya kucheza mashindano. Kocha wao wameitengeneza timu namna ya kucheza mashindano zidi ya timu imara, kwamba tunacheza kwa malengo. Kwa hiyo kocha wa Yanga Mabedi kwanza anatakiwa kumpata Dumbia kwenye ubora wake, awe katika ubora wake kweli, yani aonyeshe kile alichokuwa nacho. Kingine anatakiwa kumpata Pacome katika hii wiki. Pacome amrudishe Tanzania na mwambie acheze mpira ambao wa kusaidia timu, asicheze mpira kufurahisha baraza. Unaona kuna wakati Pacome anacheza mpira kufurahisha baraza, kwamba anataka afanye vitu vingi kama hivi, vitu vingi ambavyo vilikuwa havina wakati mwingine mantiki yote. Umeona? Kwa hiyo ukikutana na watu ambao wanajua kucheza na michezo hiyo, wanakunyang'anya mipira tukirahisi tu. Umeona? Kwa hiyo lazima Pacome arudi. Alafu kingine wale washambuliaji pale mbele, awe Dube au Boyel, anabidi wenyewe waongeze umakini. Yaani kurejea kwa Dube kunaweza kukawa ni Dube aliingia kwenye mchezo huu. Ni faida kwa Yanga sasa moja kwa moja ya kumwanzisha Dube acheze dakika zote kuliko kile ambacho kiko kinafanya, kwa sababu kuna baadhi ya nafasi ambazo zilipatikana. Kwa mfano nafasi hii unaweza kuona ni nafasi ya wazi kabisa, lakini sijui alipeleka wapi huo mpira. Kukosea ni kawaida kwenye mchezo. Wakati mwingine unaona kabisa hii nafasi mtu angefunga lakini anakosea, ni sehemu ya mchezo. Wakati mwingine kama vile mtu yote anapokosea ndivyo mshambuliaji anaanza kukosea, na mshambuliaji anaanza kukosea, akakosa nafasi 10-5 akapata moja akafunga, mabaya yake yote akasahaulika. Umeona tabu hii tofauti ya mshambuliaji na kipa niyo. Kipa kukosea kosa moja tu, yale mazuri yako yote yanasahaulika, lakini mshambuliaji mazuri yako yote yanasahaulika. Kipa akikosea kosa moja, mshambuliaji akikosea makosa 20 kwenye mechi akapata moja, yale mabaya yake yote yanasahaulika, watu wanakumbuka. Kwa hiyo ni kuwapata kwenye viwango vyao na waweze kutumia nafasi, kwa sababu Dube ni mchezaji mzuri. Mzize najua bado hajawa fit, sijajua kama ataweza kucheza kwenye mechi hii, kwa sababu bado namuona kuna taarifa pengine kwamba mpaka kufikia mchezo huu anaweza akawa yuko vizuri. Kama atakuwa vizuri anaweza akaja, kwa sababu itakuwa mechi yake ya kwanza ya mashindano atakuja kucheza. Kwa hiyo na mwenyewe, kwa sababu mtu akijua mtu akitoka kwenye majeruhi ya goti kuja kuonyesha kiwango chake moja kwa moja inakuwa gani ngumu sana, kwa sababu anakuwa na hofu ya mguu wake na mazingira aliyopo. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambazo changamoto ambayo Yanga wanayo, kwa sababu ya wapinzani wao walikuwa wazuri sana kwenye kujilinda na kutumia nafasi chache walizozipata kuadhibu. Kwa hiyo hata wao wakiwa wanaenda mbele kushambulia wakumbuke wakimfukuza mwizi lazima wajue kufunga mlango. Yes. Sawa. Wakati huo tunafahamu kwamba Dube ameshanywa kipara
Mtara anajiandaa kwa mchezo huo. Hivi kipara huwa ni ishara ya unatoa nini? vyote ulivyokuwa navyo unaanza upya. Ndio inaanza kuwa upya. Aliwekewa mikono akafunga, labda awekewe tena mikono. Sababu ametoa kipara, kwa hiyo atakuwa anaanza upya Prince. Na kwa hiyo Mangoso unakumbuka lakini aliwekewa mikono. Akaenda kule Lubumbashi akafunga goli. Inawezekana kwa Prince na unajua kwa nini kurejea kwa Prince na Mzize inaweza ikawa ni moja kati ya story ambayo inaweza ikawa nzuri kwa Young Africans kwa sasa hivi. Ni kwa sababu ya vitu viwili. Kitu cha kwanza ni kwa sababu hii mechi inahitaji Yanga kushinda. Nani ambao anakupatia magoli? Jukumu la timu nzima, lakini kama una washambuliaji ambao wanawakia kwamba wanakupa hakika kwa kufunga, hiyo inakuwa ni jambo la kwanza. Lakini inaweza kuwa ni tofauti kati ya mastrikers hao wote watatu, Boyeli, Dube pamoja na Clement Mzize. Mastrika watatu wa Yanga ambao wamewataja, Boyeli, Mzize na Dube, wana sifa tofauti za kimchezaji. Na hata pia akiwa uwanjani kila mmoja anaweza kukofa kitu chake kwa tofauti. Okay. Kwa mfano Boyeli, Tembo anamuita wenyewe, ni seka ambaye ukimwangalia kwenye sifa za kiuchezaji anaweza akawa ndiye seka ambaye kwenye physicality yuko vizuri kuliko Prince na Mzize. Mzize anaweza akawa anakaribiana, hawatofuteni sana na Mzize, sababu Mzize naye ni mgumu sana. Anaweza kufika mara nyingi na bado akawa apati hiyo changamoto kubwa. Lakini Bobo pia ni mshambuliaji ambaye anaweza akawa anasimama sana kwenye usawa wa uso wa goli. Yaani moja kati ya washambuliaji wavumilivu. Hatoki sana kwenye ile eneo la usawa wa goli. Tofauti na Prince ambaye mara nyingi unaweza kumuona akiwa anaibia sana kutokea pembeni. Hata Clement Mzize pia akiwa anacheza kuna muda unaona wanamtumia sana akiwa anatokea pembeni. Ndio tofauti ya Bobo na hao washambuliaji wawili. Lakini kwa Bobo amepata nafasi kubwa sana kucheza kwenye kikosi Yanga ni kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kukosekana kwa mtu kama Clement Mzize ambaye alikuwa na majeraha tangu akiwa ametoka kwenye michuano ya CHAN kwenye national team. Lakini Prince Dube naye ni in and out. Kuna muda anakuwa yuko fit, kuna muda hayuko fit. Lakini kingine ambacho ulikuwa unakiona kwa Young Africans ni style yao ya kucheza ambavyo ilikuwa inaonekana kiwanjani. Boyeli ndiye ambaye amepata dakika nyingi zaidi, sio kwenye michuano ya kimataifa peke yake, hata kwenye mechi za ligi kuu. Amepata dakika nyingi kwenye mechi ya kwanza ambayo alicheza ligi hapa, hata kwenye mechi ile ambayo alitoa sare pia kama unakumbuka dhidi ya Mbeya City. Bobo alianza kwenye kikosi cha kwanza, alipata dakika nyingi tu za kucheza. Na kwa nini anapata hiyo nafasi? Ni kwa sababu ukiangalia Romain Folz kile ambacho alikuwa anakifanya kwenye kikosi chake, alikuwa anategemea kumsimamisha mshambuliaji mmoja juu ambaye atakuwa na uvumilivu wa kusubiria mipira ifike kwenye ile eneo. Yaani bila kujalisha kwamba atakupa huduma mara ngapi, lakini uwe na uvumilivu wa kusimama kwenye eneo la mwisho kama mshambuliaji kuliko ambavyo anaweza kana. Wewe ni nani ambaye Yanga wanastahili kuanza naye katika mchezo huo? Kwa taarifa za wachezaji wote kuwa fit, kwamba in case ikiwa wote hapo fit. Yes, Prince atakuwa yuko fit, Clement Mzize atakuwa yuko fit na Prince atakuwa yuko fit. Kwangu nafikiri kwenye kusimama Dube anaweza akawa ni chaguo la maana kwa Kinga Mkono, chaguo lako ni nani katika hao watatu ambao unaona? Mzize, kwa sababu alikuwa na msimu mzuri uliopita na alianza vizuri kwenye mashindano. Anaweza kustahili kwa kama atakuwa yuko vizuri, mwanzo ukiona anaweza kuanza. Lakini kingine kabla tani niliona Yanga kwenye mechi iliyopita alipoumia Mwenda, ikaonekana kuna changamoto, kamlazimisha Maxi aje acheze pembeni. Sawa, inawezekana, lakini imeweka maswali kidogo kwa mtu ambaye anafuatilia mpira. Ina maana kwamba kuna changamoto pale, ile namba haina mtu. Kwa hiyo ni tatizo ambalo Yanga wanapaswa waliangalie sana kwenye mchezo kama hii. Na Yanga wanahitaji sana kuwatumia mabeki wa pembeni. Shedrack ni mzuri kwenye kupandisha, lakini mpira wake wa mwisho hauna mwelekeo. Kwa hiyo na yenyewe inakuwa ni hasara kwa timu. Mtu anapandisha hadi juu, mnafika kule akipiga mtungi unaenda upande wapi. Kwa hiyo wanaweza kugonga hodi kwa wafupi media wakapata mmoja wakamtumia. Kibwana alibaki baada kwenye mechi. Kibwana alikuwa amebakia Dar es Salaam. Kwenye ile mechi manake baada ya kuumia kwa Mwenda. Option ambayo ilikuwa imebakia nje nyingine zaidi ya Asink na alikuwa jukwani. Alienda na timu lakini alikuwa jukwani. Hakuwepo kabisa sehemu ya wachezaji ambao walikuwa wanacheza. Labda mwalimu angeamua kumuintroduce Bakari Nondo Mwamnyeto. Then Dickson Job acheze namba 2. Angeshuka upande wa kulia. Nondo na Baka angecheza ndani. Lakini hasara ambayo angeipata
Kwa sababu Yanga kwenye kipindi kile alikuwa anaamini kwamba bado anaweza kafua kupitia pembeni watu waende kushambulia. Moja kati ya hasara ambayo angeipata kwa Dickson Job sio mzuri sana kwenye kwenda kushambulia. Labda wangeamua anawezaga kucheza. Yes, angeingia Dickson Job kwa mfano. Unakuwa na Job upande wa kulia, una Baka pamoja na Nondo. Maana yake unachotakiwa kufanya ni kuoverload upande mwingine wa pili. Una overload upande wa Shedrack. Hiyo ndio sehemu ya kwenda kushambulia, huo upande wa backup kwenye kuzuia. Mafunzo yako ya kocha ushaelewa vizuri. Atafika mbali. Ngazi gani? Umefika hatua gani? Diploma D bado. Diploma D. Kwa hiyo utakuwa manager au kocha? Atakuwa pente. Tuombe Mungu. Ushachora matatu. Rangi tatu kichola ionekani. Chola hapo usoni tutakuona. Alikama ameita mashabiki wa Young Africans waweze kujaza uwanja Benjamin Mkapa wakati wakitafuta matokeo muhimu zaidi katika mchezo huo wa marudiano dhidi ya Silver Strikers, na hapa ameongea baada ya kuwasili hapa nchini Tanzania. Jumamosi ni zaidi ya dakika 90 za kawaida. Ni zaidi ya mchezo tu wa football ambao unaweza kuimagine. Jumamosi ni mechi ya kufuzu, mechi ya kwenda kuipambania Young African Sports Club, mechi ya kwenda kuipambania timu yetu, kwenda kupambania furaha zetu, tuipeleke timu yetu kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu. Naamini kabisa bila shaka yoyote, tukiweka dhamira ya umoja, tukaweka nguvu, tukaweka sala na tukaja kwa wingi tukatoa sauti zetu Benjamin Mkapa, hawa wanaume unaona wakifanya mazoezi hapa wanao uwezo wa 100% kutupeleka kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu. Tumeteleza hapa Lilongwe Malawi, lakini bado hatujaanguka. Historia haiwezi kutukumbuka kwa kufungwa mchezo wa kwanza. Historia itatukumbuka kwa mawili tu yanayokwenda kutokea Benjamin Mkapa. Ni either tuende kwa wingi tukaisupport timu yetu, tudumbukie hatua ya makundi, au tubakie nyumbani tuiache timu yetu tukatolewe kwenye hatua za awali. Niwaombe wanachama wenzangu, wanayanga wenzangu, hili ni jambo letu, linatuhusu sisi, na tuungane kwa pamoja kwenda Benjamin Mkapa kulifanya. Tuhakikishe tunaipambania timu yetu inakwenda kwenye hatua ya makundi. Viingilio tushatangaza ni 5,000 kwa mzunguko, 10,000 kwa VIPC, 20,000 kwa VIPB, 30,000 kwa VIPA. Ni viingilio rafiki vya mimi na wewe kukutana na Benjamin Mkapa kuipeleka Yanga yetu kwenye hatua ya makundi. Na kinachotakiwa ni mashabiki wa Young Africans kuweza kuhakikisha kwamba wanaipa support timu yao kuweza kufika katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini wewe ambaye hautofika, basi kile tu cha kufanya ni kuhakikisha unakaa karibu na Azam TV ili uweze kupatia uhondo mkubwa. Hayo amezungumza Ali Kamwe ambaye anawaita mashabiki waende kuipatia timu yao support wakiwa wanaelekea kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Baada ya kuwasili nchini kikosi cha Simba Sports Club kutoka kule Eswatini, kikosi cha Simba kimewasili salama nchini kitokea Eswatini baada ya kuichapa Nsingizini Hotspurs mabao 3-0 katika mechi ya mkondo wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba itacheza mechi ya marudiano na Nsingizini Jumapili ya Oktoba 26 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa saa 10 za jioni. Nsingizini inahitaji ushindi wa magoli 4 ili ifanikiwe kufuzu hatua ya makundi, huko Simba ikihitaji sare yoyote ama ushindi wote kuweza kutinga hatua ya makundi. Simba Sports Club chini ya meneja Dimitar Pantev imeonyesha utofauti wa kandanda safi kwenye mechi ya kwanza iliyochezwa ugenini, huku matumaini ya mashabiki wa timu hiyo wakiamini timu yao itakuwa tishio kwa wapinzani. Hicho ni kikosi cha Simba wakati kinawasili nchini, lakini Ahmed Ali, afisa habari wa klabu ya Simba Sports Club, ameeleza kile ambacho wanakitarajia kabla ama baada ya mchezo huo wa marudiano dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi ule. Sio ushindi mdogo na sio ushindi wa kubeza hata kidogo. Ukiangalia Afrika nzima, mechi ambazo zimepigwa weekend hii kwenye ligi ya mabingwa Afrika, ni timu mbili tu ndizo ambazo zimeweza kupata ushindi wa magoli 3 kwenda mbele. Ni Simba Sports Club na Mamelodi Sundowns. Ndo ujue ya kwamba haikuwa kazi nyepesi. Hapa nazungumzia ugenini. Na Nsingizini sio timu ya kubeza. Nsingizini sio timu ya kuichukulia poa. Inawezekana ukawadharau Nsingizini kwa sababu ukiwaangalia kwenye rekodi za CAF hawamo, ukiwaangalia sio kwenye viwango, sio kwenye nini hawamo, lakini in kiuhalisia
Nsingizini ni moja kati ya timu bora ya kizazi kipya yenye uwekezaji mzuri, yenye wachezaji wazuri moja na timu yenye malengo makubwa ya kufanya vizuri. Bahati mbaya kwao, wamekutana na mnyama ambaye anahitaji kwenda kwenye maisha yake ya kila siku, ambayo ni hatua ya makundi. Mechi ilikuwa nzuri, mechi ilikuwa tough, lakini man of the match anabaki kuwa meneja mkuu Dimitar Pantev. Baada ya Simba kuwa tumekamatika na Nsingizini, mwalimu akaweza kubadilisha mchezo pale, akatia silaha mpya pale na tukawaangamiza. Yote kwa yote tunawapongeza wachezaji wetu, lakini vile vile tunampongeza meneja mkuu Dimitar Pantev pamoja na benchi lake lote la ufundi ndani ya kipindi cha muda mfupi kuweza kuibadilisha Simba yetu kuwa kwenye kilele tunachokihitaji sisi wana Simba. Ndani ya muda mfupi kuweza kufanya marekebisho makubwa. Tumeona Simba ikipiga pasi za uhakika, tumeiona Simba ikishambulia kwa kasi, tumeiona Simba ikikaba kwa nguvu, tumeiona Simba isiyochoka. Moja kati ya kelele kubwa za mashabiki ni kwamba timu ilikuwa inaishiwa power hasa kipindi cha pili, lakini tumeona jana timu ilivyoanza kipindi cha kwanza mpaka dakika ya 90, nguvu ni ile ile, mpaka refa amechoka yeye, lakini wachezaji wetu bado wanautaka mchezo. Hiyo ndio Simba ya meneja mkuu Dimitar Pantev. Tunawapongeza wachezaji, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na sisi tunaweka wazi kwamba pamoja na kwamba tumefurahia ushindi tulioupata, lakini bado hatujafuzu. Tuna kazi ya kufanya. Tarehe 26 Benjamin Mkapa, tumewafunga mabao 3, lakini naamini kwa utaalamu waliokuwa nao Nsingizini, wanakaa wanaangalia makosa yao waliyofanya, mechi ya marudiano tarehe 26 itakuwa ngumu sana, sababu watakuwa wameshafanya homework yao ya kutosha, wameshajua ubora wa Simba Sports uko wapi, na watakuja kutupa mchezo mgumu sana. Sisi tunajiandaa kuhakikisha kwamba tunafuzu kwenda hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwanza tunataka mechi hii watu wajae, mashabiki wajae full house Benjamin Mkapa. Hicho ni kitu tunakitaka. Haijawahi kutokea group stage mechi ya qualifier kwenda group stage ikajaa kwa miaka ya hivi karibuni. Tunachokitaka ni kuandika hiyo historia mpya ya kujaza uwanja Benjamin Mkapa kwenye mechi ya qualifier kwenda group stage. Lakini ziko sababu nyingi za kutufanya tujae uwanjani siku hiyo. Kwanza tunarejea kwa kishindo uwanjani mara baada ya kukosekana katika mechi iliyopita dhidi ya Gaborone United. Na nichukue nafasi hii kuwatangazia wana Simba kwamba adhabu yetu imemalizika. Adhabu ya kufungiwa kutoingia uwanjani ilikuwa ni ya mechi moja ambayo tayari tumeshaitumikia. Adhabu hiyo imemalizika kwenye mchezo dhidi ya Gaborone. Mchezo dhidi ya Nsingizini tunaruhusiwa kuingia mashabiki kama kawaida. Lakini kama haitoshi, ukiachilia mbali hiyo hamu ya kutaka kurejea kwa kishindo Benjamin Mkapa, lakini tunataka kushiriki kwa pamoja kuandika historia ya Simba kucheza makundi back to back. Historia hauiandiki kwa kukaa nyumbani. Historia hauiandiki kwa kuangalia TV kwenye tawi leno. Historia hauiandiki kwa kutokuja Benjamin Mkapa. Historia ya kuipeleka Simba hatua ya makundi back to back toka mwaka 2018 inaandikwa kwa mshabiki kuja uwanjani wewe mwenyewe physically. Lakini kama haitoshi, tunakwenda kumkaribisha Tanzania, tunakwenda kumkaribisha Dar es Salaam, tunakwenda kumkaribisha Simba Sports Club, mwalimu wetu, meneja wetu Dimitar Pantev. Tangu amekuja Tanzania hajawahi kukutana na wana Simba macho kwa macho. Tangu ameanza majukumu yake ya kuinoa Simba hajawahi kuwaona wana Simba macho kwa macho. Tunakwenda kumkaribisha tarehe 26. Kwa ufupi ni kwamba tarehe 26 ni Simba Day ya meneja mkuu Dimitar Pantev na wasaidizi wake wote wapi. Kwa maana Simba sibaki nyumbani siku hiyo. Kila mwana Simba anawajibika kuja Benjamin Mkapa kuja kuishangilia Simba yetu. Kama haitoshi,
Kesho Mwenyezi Mungu akituamsha salama, tutatangaza viingilio vya mchezo huo na tiketi zitaanza kuuzwa kesho, ili kila mwana Simba anunue tiketi yake aje Benjamin Mkapa. Na sisi tunaweka wazi, mechi bado haijaisha. Mwana Simba usirelax kwamba tumeshamnyonyoa bao 3, sasa nakwenda kufanya nini uwanjani 3. Mechi hii ni bila. Nsingizini bila na sisi bila. Tunakwenda kutafuta matokeo ya Dar es Salaam. Haiwezekani tushinde huko mbali kwa watu huko, tushindwe kushinda Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kila mwana Simba auchukulie huu mchezo kwa uzito wake, aichukulie hii siku kwa ukubwa wake, na mwana Simba unakuja uwanjani umerelaxi, unakuja kuiona Simba mpya, Simba bora, Simba ya viwango vya juu, Simba ambayo inacheza mpira wa kiwango cha kutisha vibaya mno. Unabaki nyumbani unafanya nini mwana Simba? Huyu ni Ahmed Ali, afisa habari wa klabu ya Simba, akizungumza mara baada ya kutua nchini akitokea kule Eswatini walipokuwa na mchezo dhidi ya Nsingizini, mchezo ambao uliwapatia Simba matokeo ya magoli 3-0, hivyo wakajiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya kusonga mbele katika hatua ya makundi kwa mchezo wa pili ambao utachezwa Jumapili, na tutashuhudia mchezo huo kupitia Azam TV. Lakini kubwa zaidi akisema bado mchezo haujaisha kwa sababu yeye anaamini mchezo bado ni bila na Nsingizini Hotspurs pengine watakuwa wamefanyia homework ya kila ambacho walikiona katika uwanja wao wa nyumbani, hivyo wakija ugenini kuna kitu ambacho wanaenda kukirekebisha kabla ya mchezo huo kupigwa. Hii ni Vanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tunaunguruma kutoka Dar es Salaam, hapa Andrew Kinga Mkono pamoja na Michael Yera. Mimi Mangasore, tunazungumza wote kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Andrew Kinga Mkono, kwa kifupi kuhusiana na hili la Simba kuwasili na Ahmed Ali anachokinadi, bado anaona kwamba mechi bado ni ngumu. Ni kweli mechi bado ni ngumu kwa sababu uwezo kusema umefuzu haijaisha paka isha wanasema wenyewe. Kwa sababu mechi bado kuna dakika 90. Mpira una maajabu yake. Kuna wakati kuna mtu anasema leo huyu hawezi kuinuka. Ukashangaa siku hiyo watu wameamka vibaya, mtu akainuka afu dunia ikabaki inashangaa. Washapigwa Simba pale, wanajua matokeo ya kufungwa. Kwa hiyo pamoja na kushinda 3-0 ni ushindi mzuri, ni nafasi yao kujidai wana Simba, kwanza kusupport timu yao. Timu imetoka kushinda. Kutoka kuilalamikia timu haicheze vizuri, timu haina kiwango, timu imepita kwa kuungaunga mechi iliyopita, watu walilala na viatu, timu inacheza watu wanalala na viatu. Leo timu imeshinda goli 3 ugenini, inarudi nyumbani. Kwa nini tusiende kuisupport? Hiyo ndio faraja kubwa ya wachezaji ambao wanataka kuiona kwamba tumefanya kule kazi na hapa tunakuja kumalizia kazi yetu ambayo tumefanya. Kwa hiyo wana Simba kama kawaida yao, hiyo wanaga tatizo kuja uwanjani. Wana Simba mara nyingi wanajitokeza sana uwanjani. Kwa hiyo nadhani wana sababu ya kwenda uwanjani. Kocha manager amewapa kitu kipya. Ameonyesha kwamba timu yake inaweza kucheza hivi. Na hii ndio mechi yake ya kwanza kimashindano. Ukiacha ile ya kirafiki aliocheza. Kwa hiyo hii mechi ya kimashindano imetuonyesha kitu. Ameonyesha anaweza kucheza na kiungo mmoja wa chini, akaja akamuingiza kiungo wa pili wa chini Kagoma, akacheza na kama timu ikaimarika kabisa. Kwa hiyo nadhani hii ndio format ambayo anaitaka, kwa sababu baada ya pale timu kuimarika pale katikati, akaweza kuwashambulia vizuri wapinzani wake. Kwa hiyo ni mwalimu meneja ambaye anaweza kusoma wapinzani mapungufu yao yako wapi, na akiingiza karati zake zikaleta kitu. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwa Simba ambalo anataka kulifanya. Yera, tutarajia mabadiliko kwenye kosi ya Simba kuanzia eneo labda la mlinda mlango. Yakubu alikuwepo katika mchezo wa kwanza. Tumshuhudie Pinpin akiwepo, ama tushuhudie pia katika eneo la beki akivuruga Wilson Nangu, anaweza akamtoa akamwanzisha. Tunatarajia mabadiliko kwenye kosi cha Simba kutokana na yale ambayo tayari ameshavuna magoli 3. Kama kutakuwa na mabadiliko ambayo mwalimu atafanya, sio kutokana na performance. Inawezekana kutokana na approach ambayo atataka kwenda nayo kwenye mechi hiyo. Anataka mechi iwe ni ya namna gani, iwe ni ya kasi zaidi ama iwe ni ya wao kupooza, kwamba tayari timu imeshapata magoli 3 na hatuna haja tena ya kuifanya timu ikawa inakimbia zaidi kwenda kwenye kushambulia. Lakini kwenye eneo la goalkeeping kwa mfano, obviously kwenye timu nyingi goalkeeper namba 1 huwa afanyiwe mabadiliko mara kwa mara. Yaani ni ngumu kwa goalkeeper kufanyiwa mabadiliko mara kwa mara. Ukishajiaminisha kwamba ni goalkeeper namba 1, mara nyingi unaweza kawa unapata nafasi. Sasa kwa Simba, goalkeeper namba 1 kwa inavyoonekana na kwa msimu ulivyokuwa naenda, alibakia kuwa ni Kamara Pinpin, ambaye kwenye mechi alikuwa anakosekana kutokana na kuuguza majeraha.
Alichokifanya Yakub Suleiman kwenye mechi yake dhidi ya Nsingizini kilikuwa ni performance bora tu ambayo alionyesha kwenye ile mechi, lakini bado kuna golikipa namba 1 ambaye yeye anatakiwa kwenda kumchallenge zaidi. Sasa utamchallenge wapi? Ukipata game time kama vile onesha zaidi, lakini ukipata pia muda wa kutrain naye kwenye mazoezi, muonesha mwalimu wa golikipa kwamba mimi utakapoenda kupendekeza jina la golikipa ambaye anatakiwa kuanza, liweke jina langu over Kamara kwenye hilo eneo. Sawa, hakuonekana Mukwala katika mechi ile. Pengine unaona ni wakati sasa wa baadhi ya wachezaji ambao hawakuonekana kupewa nafasi ya kuanza ama kusubiri pia nje, ili wale ambao walianza wanaoijua Nsingizini wacheze nayo. Pia kwenye hilo eneo la maana hapa bado unagusia kwenye eneo la kikosi cha Simba kwa jinsi ambavyo kitacheza, kwamba ni either kutakuwa na introduction ya wachezaji wengine wapya kwenye kikosi ama mwalimu anaweza kabakia na kikosi kile kile. Kwangu mimi nafikiri hapo kuna mambo mawili. Kwanza Simba sasa hivi ipo chini ya meneja Pantev ambaye ndo amefanya kazi mara moja kwenye mechi ya mashindano hii dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Lakini bado ana safari ndefu ya kuweza kuifanya huko mbele. Sasa kwenye kufanya mabadiliko ya kuingiza wachezaji wengi wapya kwenye timu, inaweza ikawa ni ngumu kwa sababu tayari wale wachezaji ambao waliwapa nafasi kwenye mechi iliyopita walishampa matokeo mazuri. Timu imeshinda magoli 3-0. Maana yake ni kwamba inaweza ikawa ni ngumu kwa kile kuweza kubadilisha tena watu wengine, wanaweza akaja kumwangusha ikaonekana yeye hajaifanya kazi yake vizuri. Kama mwalimu mpya kwenye kikosi, kuna vitu ambavyo anatakiwa kuvizingatia. Inawezekana kuna kitu ambacho unasema ni ile filosofia yake, ule falsafa yake ya kiufundishaji ambayo anaweza akawa anabakia nayo. Lakini cha pili kuna filosofia ya timu, kwamba timu hii inacheza kwa namna gani. Lakini sasa hivi kumbuka objective ya timu ni nini? Yaani lengo la timu ni kufuzu hapa kwenda kwenye hatua inayofuata. Sasa mwalimu ukija na option kwamba nataka kujaribia wachezaji kwenye mechi ya kufuzu kwenda kwenye hatua inayofuata, kwamba usikumpa nafasi kwenye mechi iliyopita, ngoja nimjaribie kwenye mechi atanipa nini? What if unachukua goli 4? Alafu ndo umekuja kujaribia wachezaji kwenye mechi ambayo objective yake ni kufuzu kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa nafikiri kwenye kubadilisha wachezaji bado hauoni kama mwalimu anaweza akaingia tu moja kwa moja kwenye mechi kwamba nimpe nafasi kwa sababu sikumuona kwenye mechi iliyopita, ngoja nimpe mechi acheze aone ananipa nini. Lazima awe na tahadhari bila shaka katika kuelekea mchezo huo. Hiyo ni michezo miwili ama ni mechi mbili zijazo za ligi ya mabingwa barani Afrika ambazo tumeziangalia. Kwa upande wa Young Africans ambao watakuwa wanacheza dhidi ya Silver Strikers, lakini kwa Simba ambao watakuwa wanacheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Young Africans ilipoteza mchezo wa kwanza huko Simba ikivuna ushindi magoli 3-0. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tunazungumza nayo michezo kwa takriban dakika 180 zenye ujazo wa taarifa kutoka maeneo mbalimbali. Lakini leo nikukumbushe kuna dabi ya Mbeya inachezwa katika dimba la KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam, wakati ambapo wagonga nyundo Mbeya City watakuwa na wakaribisha majirani zao kutoka pale Mbeya Tanzania Prisons, jeshi la magereza. Na dabi ya Mbeya inachezwa leo kwenye uwanja huo, lakini vinara wa ligi kuu ya NBC ambao ni Mbeya City wamechagua uwanja wa KMC Complex baada ya ule uwanja wa Sokoni Mbeya kufungiwa na shirikisho la soka nchini Tanzania TFF baada ya kutokuridhisha katika eneo lake la kuchezea, lakini pia na kuhitaji marekebisho ama tengenezo katika maeneo mengine. Tanzania Prisons haijawa na mwanzo mzuri kwenye ligi kuu, ikipata ushindi mmoja tu katika michezo mitatu na kujikuta ipo kwenye nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC ikiwa na alama 3 pekee kuelekea kwenye mchezo huu. Maafisa habari wa timu zote mbili wamezungumza, na hii hapa ni kauli za maafisa habari hao wote wawili. Naam, taarifa hiyo ya maafisa habari ikiwa tayari, tutaenda kuangalia kile ambacho kinajiri kwenye hilo. Lakini Tanzania Prisons mimi si shangai walivyoanza ligi. Wewe ukishangaa pia mimi nitakushangaa. Andrew Kinga Mkono ukishangaa jinsi ambavyo Tanzania Prisons wameanza ligi, mimi pia nitakushangaa. Si ndio? Kabisa. Wameanza vile vile walivyoishi. Mbeya City wanakushangaza. Mbeya City yes wananishangaza kwa sababu ni timu mpya, sio kwamba ina upya wa ligi, lakini ni timu mpya ambayo inapanda ligi kuu licha kwamba iliwahi kuishi katika ligi kuu nyakati za nyuma. Kwa hiyo inarejea kwenye ligi. Haina upya ule kwamba haijui chocho za ligi zinapita vipi, kwa sababu hata wachezaji ambao inao wengi wamecheza ligi kuu, wanaelewa ligi kuu inavyoenda. Kwa hiyo mimi hainishangazi Mbeya City kuweza kupata alama 7 mpaka sasa hivi katika michezo 4. Lakini kwa Tanzania Prisons kupata alama 3, najiuliza hizo alama 3 wamezipata vipi? Bado inawezekana ni swali ambalo mimi najiuliza. Andrew Kinga Mkono, ukiangalia hii dabi ya Mbeya ambayo imeletwa Dar es Salaam
inachezwa kwenye uwanja wa KMC Complex. Mbeya City wamecheza kwenye huo uwanja dhidi ya KMC na wamepata ushindi wa magoli 3. Ushindi mzuri kabisa ugenini, ushindi mzuri ambao unawapatia sababu ya wao kuendelea kuringa. Ukiangalia mfumo wa Tanzania Prisons na mfumo wa Mbeya City, ni mechi ambayo bado itakuwa ni ngumu kwa Tanzania Prisons. Kabla sijazungumzia, nimeona kuna taarifa ya meneja wa uwanja wa Sokoine akiwaomba radhi mashabiki wa Mbeya. Amefanya jambo la kiungwana. Ameomba radhi. Kwamba changamoto za uwanja zinasababisha wao wapeleke mechi hii ambayo itakiwa ichezwe Mbeya ndo hasa nyumbani kwake. Dabi yao ichezwe Dar es Salaam. Ila watu ambao wenyewe wanapenda Dar, kwa hiyo hata kama wanapenda yani ndo kosa jingine ambalo linafanyika kwenye mpira wetu. Tunatamani timu zote zije zikae Dar es Salaam. Haiwezekani. Wakati sisi tunatamani timu zote zikae Dar es Salaam. Sasa kama timu ziende huko ili watu wakacheze kwenye maeneo yao. Mpira wakachezwa huko nje. Kwa hiyo kwanza hilo jambo kubwa, lakini kingine kamati ambayo inafanya ni ukaguzi wa viwanja. Nadhani inapaswa yenyewe itoke iombe radhi. Sababu haiwezekani wiki 2 ligi kuanza unasikia viwanja kama 3 4 vinafungiwa kwa sababu viwanja havijatimia. Wao walikwenda kukagua nini? Umeona? Kwa ina maana wao wenyewe hawajatimiza wajibu wao. Kwa namna gani wao wanajua kwa nini hawajatimiza wajibu wao katika kutoa ripoti kwamba hiki kiwanja kinastahili kutumika ligi hiki. Kwani uwanja wa Sokoine umefungiwa siku chache kabla ya huu mzunguko kuanza, si ndio? Yes. Kwa maana hiyo baada ya mechi ya Young Africans dhidi ya Mbeya City dhidi ya Young Africans kulikuwa na uwezo pia wa kutoa taarifa kama ule uwanja ulikuwa hauridhishi pale kama ambavyo ilitoka kwa TRA United ambapo walicheza katika mchezo wao dhidi ya Dodoma. Baada ya pale taarifa ikatoka kwamba ule uwanja haufai kwa matumizi na ufanywe marekebisho. Lakini sasa ndo unajiuliza ligi mtu ndo anakwenda kuanza mechi ya kwanza alafu hapa unaambiwa uwanja haufai. Wale waliopita kukagua viwanja ili vitumike kwenye ligi walikagua nini? Kwa hiyo ukiacha hayo mapungufu hayo ambayo kamati ile inapaswa na yenyewe itoke tueleze wanaendaga kukagua nini. Kama baada ya mechi moja tu ligi kuanza unaonekana uwanja mbovu. Lakini kwa mechi hii naona Mbeya City vinara. Na kwenye ligi daraja ya kwanza msimu uliopita walimaliza nafasi ya pili kwa pointi chache sana waliachwa na Mtibwa. Na wanaonyesha kweli walikuwa na timu iliyokuwa inashindana kweli kule kwenye ligi daraja ya kwanza. Ukiwa na timu ya kuungaunga kule au umepata matokeo yako kwa njia zako za kienyeji ukija huku yanakukuta utarudi unapotoka. Lakini Mbeya City wanaonekana kweli walikuwa wametengeneza timu yao. Na hiki unakiona watu waliona mechi ya Yanga kutoa sare wakaona kama vile walibahatisha, lakini walionyesha kwamba wao wana timu nzuri. Wamejikongoja mechi yao ya Azam ile walifungwa hapa ya kwanza ile. Lakini uliona waliwapa ushindani Azam. Haikuwa mechi rahisi. Umeona? Wamekuja KMC na Maximo na vijana wake wakamuonyesha kama sisi ni wakubwa, pamoja tulikuwa daraja ya kwanza lakini sisi tunaujua mpira. Wakampiga bao 3. Na leo wanaenda kukutana na Prison ambao Prison wanajitafuta kwamba unatarajia ni mchezo wa namna gani? Kutakuwa na Zedekio Otieno ambaye atakuwa anapambana na vijana wa Malala 50. Unaona ni mchezo wa aina gani Tanzania Prisons ambayo misimu takriban 3-4 hivi wamekuwa wanayumba yumba. Yani jazi lao linaponea dakika za mwisho sana. Wanasema mgonjwa wa kufa anaonekana tu. Wataanza kuagiza vitu vingi au nileteni mayai ya kuchemsha au nileteni sijui karanga au nileteni. Ni kama Tanzania Prisons sasa Prison msimu wao tangu usajili wao haukuwa mzuri, walikuwa chelewa na hata hivi unaona kama timu yao ina mashaka ndani yake. Lakini hii ni dabi. Unajua siku zote dabi ni dabi. Haijalishi kama huyu ni mgonjwa na Prison ni mkubwa pale Mbeya. Kwa hiyo mkubwa siku zote anataka kuja kudhibitisha ukubwa wake. Watakwenda kwenye mechi tofauti kabisa na mechi ambazo wamezicheza. Watakwenda kwa kukamia, kwa kujitoa zaidi kwa sababu wanajua wakifungwa ni aibu zaidi kwao mitaani pale tunasemaje. Watoto watawazomea sana. Kwa hiyo wanakuja kwenye mechi hii watakuja kupambana.